Maria alijua kuwa alikuwa amepitia safari ngumu sana, lakini sasa alikuwa na uhakika kuwa kila jambo lililokuwa limetokea lilikuwa na maana kubwa. Aliamka kwa ujasiri, akiwa na hisia za kipekee. Alijua kuwa hadithi ya Halima haikuwa tu kuhusu kutoroka giza, bali pia ilikuwa kuhusu kutafuta mwanga na matumaini, hata pale ambapo kila kitu kilionekana kuwa kimejaa maumivu. Jamila alionekana akiwa na furaha ya kumuona Maria akiwa salama. "Nashukuru Maria, nilikuwa na wasiwasi mkubwa kwako," alisema kwa sauti ya upole. Maria alimtazama kwa upole na kusema, "Nilijua kuwa nitakuwa salama." Halima alitufundisha kuwa hata katika giza zito kuna mwanga unaoweza kutokea. Walikuwa wakizungumza kwa upole, lakini walijua kuwa safari yao haikuwa bado imekwisha. Walikuwa na maswali mengi zaidi kuliko majibu. Nani alikuwa kivuli kikubwa kilichotaka kuwaangamiza? Ni nani aliyekuwa nyuma ya kila hili giza na mateso walioshuhudia? Wakiwa wanatembea kutoka kwenye nyumba ile ya kutisha, waliona mlango wa mwangaza ukiwa wazi mbele yao. Walijua kuwa hii ilikuwa mwanzo mpya, mwanzo wa maisha ya furaha na amani. Lakini bado, walijua kuwa vita yao ya kiroho haikuwa imekwisha. Walikuwa wakienda mbele, lakini bado walikuwa wakimtafuta Halima, msichana mdogo aliyekuwa amewafungulia mlango wa matumaini. Walijua kuwa kivuli kikubwa kilikuwa bado kinawafuata, lakini walikuwa tayari kukabiliana nalo. Halima aliwafundisha kuwa dunia hii ina mambo mengi ya ajabu, na wakati mwingine unahitaji kuwa na nguvu za ziada ili kushinda. Maria alikusanya nguvu zake zote na akasimama kwa ujasiri mbele ya Jamila. "Jamila, hatutakiwi kurudi nyuma tena. Tumejua kuwa hata katika giza kuna mwanga. Tutapambana kwa kila kitu tulichonacho." Jamila alimtazama Maria kwa shauku na kumfuata kwa ujasiri. Walikuwa tayari kuchukua hatua ya mwisho, hatua ya kuishi kwa uhuru na kuondokana na kifungo cha kivuli kilichowahadaa kwa muda mrefu. Walikuwa wamejifunza kuwa nguvu yao ilikuja kutoka kwa imani, na kwa kushikamana na kila mmoja wangeweza kushinda kila aina ya giza. Mwanga wa hudhurungi ulizidi kung'aa mbele yao, na walijua kuwa walikuwa wakielekea kwenye mwisho wa hadithi hii. Walijua kuwa kila changamoto walizopitia ziliwafundisha kuwa maisha ni mapambano, lakini pia ni safari ya kujifunza na kukua. Walikuwa wameweza kugundua kuwa hata katika giza kuu, daima kuna mwanga wa matumaini. Lakini, mbali na kila kitu kilichotokea, walijua kuwa hadithi hii ilikuwa imejaa hekima na mapenzi ambayo yaliwapa nguvu za kipekee. Kwa hiyo, walijua kuwa watakumbuka kwa daima hadithi ya Halima na mapigano yao katika giza na mwangaza ambao ulitokea baada ya kila mapambano. Walitembea kwa mikono iliyoshikana, wakiwa wanacheka kwa furaha, wakiwa na matumaini ya maisha mbele yao. Walijua kuwa sasa walikuwa wamepata kile walichokuwa wakitafuta: uhuru, mapenzi na mwanga. Walikuwa wakiishi kwa matumaini ya maisha mapya na kujua kuwa hakuna kitu kitakachowazuia tena. Mwanga uliongezeka na kivuli kilianza kutoweka. Dunia ya giza ilikuwa imekwisha. Walikuwa wamejua siri ya maisha: kufanya kazi kwa pamoja na kutafuta mwanga, hata katika hali ya giza zaidi. Maria alitazama angani, akiona mwanga wa jua ukichomoza. "Tunaweza kushinda Jamila, tumeweza." Jamila alijibu kwa furaha, "Ndiyo, tumeweza. Sisi ni washindi." Na walitembea mbele, wakiacha nyuma yao giza la zamani, na kwenda mbele kwenye mwanga wa matumaini. Na hapo ndio mwisho wa simulizi yetu ya Mdoli. Asante sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Asanteni, tukutane kwenye simulizi nyingine kali zaidi.